sijui nitumie kauli gani. Anyway, nimewahi kuzungumzia jambo kama hili alipoitwa Pape Othman Sako kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Senegal. Sio kwa kumkosea heshima Pacome Zouzoua, ni bonge moja la mchezaji, lakini kuitwa kwenye timu ya taifa ya Ivory Coast inawezekana ni kwa sababu ya aina ya timu ambayo wanaenda kucheza nayo. Ndio maana ameweza kuitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Ivory Coast. Lakini on the serious note, kwenye nyakati ambazo Ivory Coast inacheza na timu ngumu, timu kubwa, timu ambayo mechi ambayo Ivory Coast wanahitaji matokeo, nisingetarajia kumuona au nisingemuona Pacome Zouzoua akiitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Ivory Coast, the Elephants. Kwa hiyo kitendo cha Pacome Zouzoua kuitwa ni kulingana na current situation iliyopo. Wanaenda kucheza na timu ambayo by any means wanaweza wakaibiti, kwa sababu ni timu au ni taifa ambalo kwenye mpira wa Afrika linatajwa kama taifa dhaifu. Kwa hiyo Pacome Zouzoua ameitwa, narudia tena, si kwa kumkosea heshima, lakini ni uhalisia jinsi ulivyo. Inategemea na demand ya mchezo wenyewe, the way ilivyo. Sio mchezo mgumu kwa Ivory Coast. Kwa wakaona kwa nini wasumbue mahakama kuanza kuwaita watu walioko Europe, na kipindi barani Afrika kuna wachezaji ambao wanaweza wakaenda kucheza na huo mchezo na wakashinda confidently. Kwa hiyo kwangu mimi kwanza nilikuwa shocked kwa Pacome Zouzoua kuitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Ivory Coast kulingana na aina ya mashindano wanayoenda kucheza, lakini nilivyopata taarifa juu ya timu ambao wanaenda kucheza nayo nikasema this is the reason kwa nini Pacome Zouzoua ameitwa, kwa sababu sio timu ambayo inaonekana inaweza ikawasumbua timu ya taifa ya Ivory Coast. Kwa hiyo ni kitu kizuri, anaendelea kuitangaza vizuri Young Africans, anaendelea kuitangaza vizuri timu ligi kuu Tanzania bara, anaendelea kuitangaza vizuri soka la Tanzania. Kwa hiyo kitendo cha yeye kuitwa kwenye engo ya branding, ligi yetu inaendelea kutangazika. Lakini kwenye eneo la achievement kwake, yes, zile caps za kuitumikia timu ya taifa ya Ivory Coast, the Elephants, zinaendelea kuongezeka. Lakini in real sense ni kwa sababu ni mchezo wa kawaida, ni mchezo ambao hauna ushindani, ni mchezo ambao hauhitaji wachezaji wenye profile kubwa. Ndio maana Pacome Zouzoua amepata nafasi ya kuitwa. So mara ya kwanza kwa Pacome Zouzoua kuitwa kwenye timu ya taifa ya Ivory Coast. Amewahi kuitwa huko nyuma na ilikuwa ya kushangaza hivi, lakini I don't remember kwamba aliwahi kucheza kwenye kikosi kilichoitwa kipindi kile. Lakini sasa hivi sidhani kama ana hiyo nafasi ya kumprove mwalimu wrong kwamba alikuwa anakosea kutokumuita timu ya taifa. Ivory Coast ina watu wengi sana bro. Ivory Coast ni moja kati ya mataifa yenye wachezaji wengi wanaocheza nje ya bara la Afrika. Just imagine nafasi anaocheza Pacome Zouzoua ndipo anapocheza Nicolas Pepe anayechezea timu ya Villarreal ya nchini Spain, inayocheza ligi kuu La Liga nchini Spain. Nafasi anayocheza Pacome Zouzoua ndio nafasi ambayo anacheza Adingra kama sijakosea, mchezaji ambaye amewahi kuhusishwa na Arsenal kwenda kukipiga kwenye klabu ya Arsenal, anacheza ligi kuu nchini England, akitokea moja kati ya ligi za kama sikukosea ni Ureno, anakocheza ligi kuu. Na unaona zile brilliant moments ambazo wanakuwa nazo uwanjani. Ukimchukua yule mchezaji na Pacome Zouzoua, wewe mwenyewe unasema hapa Pacome atusamee. Kwa hiyo hana cha kumprove wrong mwalimu, ila anapaswa kumshukuru mwalimu kwa kumkumbuka kwamba yeye ni mchezaji wa Ivory Coast, anaweza akaenda kaitumikia timu ya taifa ya Ivory Coast kama walivyo wana Ivory Coast wengine. That's it. Lakini kwa kusema kwamba anacho cha kumprove wrong mwalimu, ifikia hatua mwalimu aambiwe kwa nini ulikuwa